Habari za wakati hapa mdau na mfuatiliaji wa ripoti za Josengo Media. Leo kwenye line tupo na mmoja wa viongozi wa Bavicha, yani baraza la vijana la Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Bwana Maarifa Chagu kutokea huko wilayani Kahama mkoani Shinyanga. Amezungumzia tukio la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa huko Shinyanga, Bwana Mabula, ambapo amezungumza mara baada ya kauli ya RPC wa mkoa wa Shinyanga Kamanda Magomi kuthibitisha kwamba jeshi la polisi linamshikilia mwenyekiti wa Bavicha kwa tuhuma ambazo Kamanda Magomi aliziweka hadharani kupitia mkutano na waandishi wa habari. Sasa kiongozi huyu wa baraza la vijana Bwana Maarifa Chagu ameweza kuzungumza kuhusiana na kukamatwa kwa kiongozi huyo, wakati huo pia akilisihi ama kuliomba jeshi la polisi kuweza kumwachia kwa dhamana kiongozi wao. Hii ni Josengo Media, hakikisha tu umesubscribe hapo chini mkono wa kulia kwenye button nyeusi ili uendelee kuzipokea ripoti zote kutokea Josengo Media. Kiundani zaidi, huyu hapa Bwana Maarifa Chagu akizungumza kwa njia ya simu. Majina naitwa Maarifa Chagu, mwenyekiti wa vijana wilaya Kahama, mjumbe wa mkutano mkuu wa chama taifa. Napenda kuzungumzia ninapenda nilaani kwa hisia zote tukio la ukamataji aliyekamatwa kiongozi wa Bavicha Shinyanga mjini, Alfred Masanja. Alfred Masanja ni kijana kiongozi wa Chadema, wa vijana wa Chadema Shinyanga mjini. Amekamatwa na maaskari usiku wa manane na kuvunja mlango na kumchukua bila taarifa wala maelezo mazuri yanayojitosheleza kwa familia yake. Hicho ni kitendo. Sasa ni jambo ambalo wanapaswa wajitafakari sana na waone kwamba wakiwa polisi bado ni wazazi vile vile. Wanazaa kizazi, watoto ambao kesho watahitajika, ni vijana wa kesho, kama alivyo Alfred Masanja leo. Kama Alfred Masanja kijana wa mzazi mwenzao wanamfanyia yasiyofaa, kwa nini wawe na kizazi chenye uhalali wa kufanywa mema ambayo hawakufanyia watoto wa wenzao wakati wao wakiwa kwenye nafasi? Kwa hiyo kwa niaba ya vijana ninalaani sana tukio hili, na ninapenda tu wajue kwamba kwa hiyo ili kuwe na uhalali wa watoto wao kufanywa mema, wanapaswa kutenda haki wakati sasa wameshika lungu la utawala. Wanapaswa kutenda haki kabisa kwa kila mmoja katika wakati ambao lungu la utawala wanalo, ili hata watakapoliachia hiyo lungu, wenye kulishika lungu waone umuhimu wa kutenda haki kwa kila mmoja. Si hivi ambavyo wanafanya hivi sasa. Alfred Masanja amepewa tuhuma za Sabasaba. Haikuwa tamko wala takwa la Chadema wala takwa la Bavicha, ilikuwa ni takwa na mapenzi ya wananchi wenyewe katika harakati za kudai haki zao za msingi. Kitendo cha kumkamata Masanja nione haujazingatia kwamba Alfred Masanja ni kiongozi wa nafasi kubwa kabisa ya wilaya ya Shinyanga. Wilaya ya Shinyanga, wilaya yenye majimbo matatu. Huyo ni kiongozi. Makosa yake yote yanapaswa kuwekwa wazi kwa umma, na ukamataji wake uwekwe wazi kwa umma. Akamatwe kwa wito. Sasa uvamizi sio sawa. Nipenda nizungumze
tuhuma hizo nzito za jeshi. Lakini mwenyekiti, ukiangalia hapo, kwani kosa liko wapi? Maana tumelisikia pia jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga kupitia kwa RPC wakithibitisha kwamba mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa huko Shinyanga ni kwamba yupo mikono salama, yupo anashikiliwa na jeshi la polisi, hivyo taratibu zingine zinaendelea, zikikamilika basi atafikishwa katika vyombo vingine vya kisheria kwa mujibu wa kauli ya RPC Magomi mwenyewe kupitia press ya waandishi wa habari akiwa pale Shinyanga mjini. Kwani wasiwasi wenu nyinyi Chadema uko wapi? Wasiwasi kwanza, kauli yake imekuja baada ya kelele kubwa sana kuenea mitandaoni. Wamemkamata saa 10 usiku bila hata kujulisha familia yake mwenyewe. Kama wangekuwa ni watu wenye nia njema, hakukuwa na sababu za kuvunja mlango ili wamkamate. Na hata walipofanikiwa kufanya hivyo, walipaswa waache taarifa zilizonyooka kwa familia. Sasa familia yenyewe ilijaa na simanzi juu ya uelekeo wa kijana wao. Na hata hivyo kutoka saa 10 mpaka muda aliozungumza, bila familia, hata mke wake na watoto wake na hata wazazi wake kuwapa taarifa, sio bado inaendelea kuwa ni wasiwasi wetu. Lakini vile vile juu ya tuhuma alizozungumza RPC amezungumza tuhuma ambazo zinahusu Sabasaba. Hayo maandamano yalifanyika wapi yaliyoratibiwa na Alfred Masanja? Yalifanyika wapi? Shinyanga wapi kulikuwa na maandamano tarehe 7/7/7? Ni wapi? Zaidi ya maaskari kuandamana katika viunga vyote vya Shinyanga na Alfred akiwa kwenye majukumu yake. Matukio walituhuma walizompa ni kilomita 300 na Masanja, Alfred Masanja. Lakini sasa mwenyekiti, nyinyi, mimi swali langu nabaki pale, wasiwasi wenu nyinyi uko wapi? Pengine maana lile ni jeshi la polisi, linafanya kazi kwa weledi mkubwa sana, linafanya kazi kwa usiri mkubwa sana. Pengine ni taarifa za kiintelijensia ambazo sisi raia huku hatufahamu. Pengine labda bwana Wilfred huyo Alfred Masanja, mwenyekiti wenu wa Bavicha mkoa, pengine labda alikuwa labda anaratibu kisirisiri bila ninyi wengine kufahamu. Hivyo jeshi la polisi pengine likapata taarifa hizo kutoka kwa watu raia wema, sababu unaambiwa kwamba polisi wana zile kutafuta taarifa kupitia intelijensia, pengine taarifa za kiintelijensia ambazo hata nyinyi wengine viongozi wake na wanachama wenzao mlikuwa hamfahamu, kama Alfred Masanja alikuwa anaratibu chini bila nyinyi kujua. Pengine mfuatilie kwa kina muweze kujua kuliko kuja na kuanza kulalamika. Pengine jeshi la polisi lina taarifa kamili ndio mpaka kumfuata. Kwa nini wasikufuate wewe? Jambo lolote linafanywa na askari kwa maelekezo kutoka juu. Na ndio maana kama askari aliyefuzu mafunzo ya hospitali hawezi kuvaa nginjanganja za kuficha uso wake wakati anakamata mhalifu anayejulikana na kwa kufuata taratibu. Na hawezi kumkamata kiongozi kama Alfred Masanja kwa mazingira ya kumvamia, ya kiuvamizi. Hakuna sheria ya jeshi la polisi inasema mtuhumiwa ambaye hajakaidi wito wa polisi na tena akiwa kiongozi wa taasisi kubwa kama Chadema avunjwe, akamatwa kwa kuvunjiwa mlango wake na hata familia isielezwe. Tuna sheria ya jeshi la polisi inasema, inalitaka jeshi la polisi au polisi mmoja anapokuwa kwenye majukumu yake, anapomkamata mhalifu amweleze shida yake. Sasa aliyevunja mlango bila taarifa ya wewe atakueleza shida ni nini? Atakueleza shida ni nini? Haya, shida nyingine, mazingira ya tuhuma alizobebwa. Masanja ni sehemu ya taasisi kubwa, ni kiongozi. Alipaswa atuhumiwe kwa matendo ya ndani ya chama, kama amehusisha chama kuingia kwenye Sabasaba, na akamatwa akiambiwa ameratibu wanachama wake 100 wameingia kwenye barabara sehemu fulani. Hivyo sasa sio kauli ya Alfred Masanja. Unapompa mtu mmoja ni kumtengenezea
ajali ya maisha yake, ni kumtengenezea ajali ya uhuru wake, uchumi wake, ni kutengeneza ugumu zaidi wa maisha wa familia yake. Familia yake ambayo alikuwa anaajibika kwa vibarua mbalimbali ili aweze kulisha familia, kusomesha watoto, kutibisha, kupambana na maradhi madogo madogo nyumbani kwake. Unapomweka huru, unapomweka kizuizini kwa makosa ya uongo, unatengeneza misiba nyumbani kwake. Shida yetu iko hapo. Tusingesema chochote kama tukio hili la Fred Masanja angekamatwa kwa makosa yake yaliyo halali kuyatenda hadharani, na wao wakamkamata. Pengine labda mwenyekiti, mmejaribu kutembelea kituo cha polisi mara baada ya RPC kudhibitisha bwana Masanja kiongozi wenu wako naye na wanamshikilia? Mmefika labda kituoni kuweza kufahamu tuhuma ambazo zinazomkabili mara baada ya RPC kuweka hadharani kwamba anakabiliwa na tuhuma za kuratibu maandamano ya tarehe 7? Mmefika na nyinyi pia kituo cha polisi kwenda kuonana naye kiongozi wenu huyo, na pia kupata taarifa kiundani kutoka jeshi la polisi kabla ya kuja kuzungumza na vyombo vya habari? Mmejaribu kutembelea pia kituoni kwenda kuonana na jeshi la polisi mkapata taarifa zenye uhakika zaidi? Kabisa, na hakuna taarifa mpya tofauti na taarifa zilizotolewa na RPC. Hakuna taarifa zilizo ndani zaidi ya hizo alizozitoa RPC hadharani. Tuhuma alizozitamka ndio tuhuma alizonazo zilizomo ndani kwa Central mahali alipo Shinyanga. Na ajabu zaidi, uwezekano wa zamani umekuwa mgumu sana. Hapa ndipo utajua kwamba ni mkakati wa kudhoofisha mapambano dhidi ya haki kwa wenye haki wote. Hapa ndipo utajua, kwa sababu kwa mujibu wa sheria yako makosa yasiyokuwa na dhamana. Kosa lenye dhamana, mtu kuwa ndani wakati kwa zaidi ya masaa 24 wakati kosa lake lina dhamana, sababu ni moja tu, kwamba pengine amekosa mdhamini. Lakini kama wadhamini wapo, hata kama ni sekunde 5 ameripoti kitu